Mjadala umeibuka mtandaoni baada ya kusambaa kwa taarifa kwamba Tanzania ina mpango wa kuuza sehemu ya hifadhi zake za dhahabu. Kama kawaida, mjadala huo umeibua hisia tofauti sana mtandaoni. Wapo ambao wanasema kwamba Tanzania inaelekea kufilisika, wapo ambao wanasema kwamba tunaelekea kuwa na hali ngumu sana ya kiuchumi. Na kabla hujafika kwenye hiyo conclusion, naomba nikupe facts kwa muktadha mpana zaidi wa kiuchumi. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni kutoka Benki Kuu, yani BOT, ni kwamba nchi hii Tanzania ina akiba ya fedha za kigeni yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 6.7. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Bwana kabla hatujaanza video kwanza nataka niwaombe kitu kimoja guys. Ile akaunti kubwa kwanza imefungwa, kuanzia sasa hivi tutaanza kutumia hii account. So kama hujasubscribe usiondoke bila kusubscribe. Okay, twende kwenye video yetu. Video yetu ya leo, kwanza machawa ya UVCCM yote yamejitokeza. Yale machawa ambao yanamsimamia Samia, yanamfuatafuata nyuma, ambaye anawalipa hela, wamejitokeza. Wameanza kuongea sehemu tofauti tofauti. Ukienda kwenye platform nyingi sasa hivi, nao wameanza kuongelea kuhusu hizo dhahabu, hifadhi za dhahabu zinazouzwa. Nao wanasema kwamba rais yupo sahihi auze hizo reserve kwa sababu hatuna haja nazo. Mmoja wapo ni huyu. Mjadala umeibuka mtandaoni baada ya kusambaa kwa taarifa kwamba Tanzania ina mpango wa kuuza sehemu ya hifadhi zake za dhahabu. Kama kawaida, mjadala huo umeibua hisia tofauti sana mtandaoni. Wapo ambao wanasema kwamba Tanzania inaelekea kufilisika, wapo ambao wanasema kwamba tunaelekea kuwa na hali ngumu sana ya kiuchumi. Na kabla hujafika kwenye hiyo conclusion, naomba nikupe facts kwa muktadha mpana zaidi wa kiuchumi. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni kutoka Benki Kuu, yani BOT, ni kwamba nchi hii Tanzania ina akiba ya fedha za kigeni yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 6.7. Akiba hii inatosha kugharamia uagizaji wa bidhaa kutoka nje kwa takriban miezi mitano, ili hali kiwango ambacho kinakubalika kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ni miezi minne. This means Tanzania haina changamoto ya fedha za kigeni, wala haiko kwenye hatari ya kushindwa kuagiza bidhaa au kuhudumia madeni yake ya kimataifa. Ili kufikia Disemba 2025, yani last year with the last month, Tanzania ilikuwa ina akiba ya hifadhi ya dhahabu zenye thamani ya trilioni 3.3. Kwa kuzingatia ongezeko la thamani ya dhahabu duniani hivi sasa, pengine ninavyokuambia right now, thamani ya ile reserve ya dhahabu tuliyoko tunahifadhi Benki Kuu pengine imevuka mpaka trilioni 4. Mpaka hapo ningependa uelewe kitu kimoja, ya kwamba dhahabu ni rasilimali muhimu sana kwa taifa letu, kwa sababu kwanza linasaidia kuimarisha uchumi wetu, lakini pia inaipa serikali option ya kufanya maendeleo bila kutegemea mikopo. Sasa kwa kuzingatia hizo hoja mbili ambazo nimekuwasilishia hapo, ni muhimu ukitambua ya kwamba Tanzania haipo kwenye crisis ya kiuchumi, na wala huo uamuzi hauhusiani eti ya kwamba serikali imeshindwa kufanya majukumu yake ya msingi au haina fedha kiasi kwamba inahitaji kutumia dhahabu. Hapana, huu ni mkakati tu wa kiuchumi. Now let me take you back to history. Usije ukafikiria kwamba hii reserve ya dhahabu imeanza kuwekwa leo au jana. Hili jambo limeanza mwaka 2023. Pale ambapo Rais Samia aliamua kuanza kuifanya Tanzania ijitegemee kiuchumi kwa kutumia rasilimali zake, ambapo alibadilisha sera za madini. Tumekuwa tukielekezana hapa kila siku. Kama wewe si mgeni hapa, utakuwa unafahamu kwamba reserve ya dhahabu haijaanza kuwekwa leo. Kwa sio kwamba eti inapoenda kuuzwa sehemu yake kidogo ili tuweze kufanya vitu fulani kwamba tunafilisika, kwa sababu hatujaanza kuhifadhi dhahabu leo. Ni tangu mwaka 2023 Rais Samia aliyaona haya yanayoendelea sasa hivi na akaamua kuweka hiyo reserve. Wote nyinyi ni mashahidi, dunia nzima inashuhudia namna ambavyo misaada ya kimataifa inazidi kupungua. Nafikiri umeona uamuzi wa serikali ya Marekani kujiondoa kwenye misaada United Nations. Maana nchi zote ambazo zilikuwa zinategemea misaada kutoka United Nations nazo saizi zinaisoma namba. So lucky for us Tanzanians, tulikuwa tuna reserve ya dhahabu. Kwa sababu as we speaking, misaada ya kimataifa imepungua kwa 17%. Manake kila nchi ambayo ilikuwa inapanga bajeti zake ikitegemea kile asilimia kadhaa cha misaada, sasa hivi huko wanatafuta nini cha kufanya. Ila lucky for us, tuna reserve ya dhahabu
ambapo maono haya aliyaona mwenyewe Rais Samia Suluhu Hassan mwaka 2023. Aliamua kidogo kidogo kila dhahabu itakayokuwa inachimbwa asilimia kadhaa benki kuu itainunua, itahifadhi. Na nilifafanua kwenye some clip way back kwamba ukiangalia na vita vinavyoendelea duniani ambavyo rais wa Marekani hata biriki anajiondoa, nikasema kabisa guys, tumpongeze rais kwa kwanza kuweka reserve ya dhahabu. Hakika tunafahamu pia hii ilikuwa ni moja ya ndoto ya kila mzalendo ya kwamba Tanzania ina madini mengi, Tanzania ina rasilimali nyingi, inapaswa kujitegemea. So where is the problem sasa hivi ambapo sasa Tanzania inaanza kujitegemea kwa kutumia rasilimali zake? Shida iko wapi? Wakati hiki ndicho ambacho tulikuwa tunamzana kwamba kwa nini tunakopa wakati tuna rasilimali nyingi. Sasa tatizo liko wapi tukianza kuzitumia hizi rasilimali badala ya kutegemea misaada? Kwa mantiki hiyo ni kwamba uamuzi wa Tanzania kuuza sehemu ya akiba yake ya dhahabu sasa hivi sio kwamba tuna njaa, sio kwamba tuna shida sana, sio kwamba tuwezi kujikimu, ni kwamba tunajaribu kuteka advantage ya kile kinachoendelea duniani, kwa sababu bei ya dhahabu duniani imepanda. Na sisi kama tuna dhahabu tusipoiuza wakati huu tutauza wakati gani? Kwa hiyo wakati huu ambao dhahabu iko juu hapa ndiko ambapo sisi tunateka advantage ya kuiuza kwa bei ya juu ili tuweze kufanikisha miradi yetu ya maendeleo kwa muda mwafaka. So there is no problem at all. Na kwa kuhitimisha, naomba nikujulisha ya kwamba kutoka kwenye hayo mabadiliko ambayo Rais Samia aliyafanya mwaka 2023 mpaka leo hii, wachimbaji wote wa dhahabu wamewekewa sheria ambayo inawapasa 20% ya dhahabu watakayoipata waiuze kwenye soko la ndani, ambako mnunuzi ni nani? Ni benki kuu, ndiye ambaye anainunua na kuihifadhi. Kwa maana hiyo usifikirie kwamba tunapouza hiyo sehemu ya akiba tulionayo kwamba sasa kule benki kuu dhahabu yote inaisha, kwa sababu as long as dhahabu bado inachimbwa, basi ujue kwamba ile reserve yetu bado ipo na itaendelea kukua. Kwa hiyo I'm trying to tell you kwamba uamuzi huu ni sahihi kwa wakati sahihi. Tanzania inafanya hiki kitu ikiwa na tahadhari za kutosha na tunaangalia maslahi ya muda mrefu, lakini kubwa zaidi ni kwamba Tanzania inaelekea kwenye ile njia ya muda mrefu ambayo wazalendo wote walikuwa wanaitaka, ambayo ni Tanzania inayojitegemea. Huyu Baikola sijui scholar sijui whatever anavyoitwa atajua mwenyewe, lakini huyu dada she's always anaongelea kuhusu Samia. Amedai leo kwamba kuwa hizo dhahabu zote zinazouzwa ni haki ziuzwe. Acheni maneno mengi, nyinyi mnaongea wa Tanzania ambao mnadai sijui dhahabu zinauzwa kuna njaa fulani. Hapana, hiyo dhahabu inauzwa, maisha yatabadilika, tutakuwa matajiri, tutakuwa hivi. Ametumia akili gani ya kuongelea maneno kama na ameona nchi gani imerudi kwenye hifadhi yake, inaenda kutoa, inaenda kuuza ili itengeneze? Ukishaingia kwenye hifadhi yako itimini kwingine kote kushakufunga. Ina maana sisi sasa hivi Tanganyika tumefika kufilisika na umaskini na njaa ilipotufikia, tumerudi kwenye hifadhi. Hapo unaweza ukaelewa katika kura ya tarehe 29 ilikuwa sio sahihi na misaada yote nchi imekosa kwa sababu ya hiyo. Ndio maana sasa hivi serikali inakimbia upande na upande ili atengeneze hela, aanze kuhonga na kuanza kununua watu ili waanze kusifia nchi. Ndio maana inaenda kuuza hizo dhahabu. Unafikiri hiyo dhahabu inaenda kuuzwa kwa kujenga nchi? Hapana. Hizo dhahabu zinaenda kuuzwa kwa sababu waanze kununua watu, wanunue machawa kama nyinyi mavisisemu wanaopewa 100,000 wakae na watu kama hao. Kama kweli nchi haina hifadhi, haina rasilimali nzuri, wanaitwa ni reserve yake inaenda kuuza, wametoa wapi zile bilioni 2 wamempa Makonda? Wamezitoa wapi? Si wangetumia zile pale kwa mambo mengine, na watumie zile hela nyingine. Anaenda kusema sijui anataka wafanye festival ya mapikipiki, sijui festival ya mabajaji, festival sijui ya baskeli, sijui ya nani, sijui kuna sijui whatever, sijui kuna Ramazan Cup, sijui nini. Hizo hela si waziokote waanze kutengenezea wanachotaka kutengeneza. Why wameenda tena kurudi kwenye hifadhi ya nchi kabisa, ambao unajua this is our reserve, tukiwa na njaa kubwa sana, yani hakuna popote tunaweza tukuepukana na turudi pale. So mnatumaanisha nchi imeshuka mpaka imerudi nyuma kwenda kuchukua ile reserve yake? Ndio mnatuambia hivyo? Mimi nataka nijibiwe, kwa sababu simple, kama imefikia hapo okay, use, kwa sababu hakuna hapo, there was not different. Baada ya kuuza na isipouza, hiyo itakuwa bado nafasi pale pale ipo, kwa sababu itakuwa madeni hajalipwa na njaa itakuwa haitaisha.
itabaki ni pale pale, na madeni tutakuwa tunadaiwa, na dhahabu itakuwa ishatotoka kwenye mikono. So kuna faida gani ya kuuza dhahabu? Mmejiuliza nyinyi? Au mnakuja tu hapa mbele yetu mnaanza kufungua midomo, mnaanza kuongea sisi ma UVCCM 200,000 zenu 300,000 hizo mnazopewa, ndio mnaona tayari mshawin kimaisha. Hamjawin, bado mtazidi kufa maskini. Na hizo dhahabu Samia akiziuza na akiziacha, same, nothing is gonna change. Na mkikubali auze hizo dhahabu, ndio njaa itazidi na madeni mtazidi kudaiwa tu, kwa sababu hizo zikiuzwa zina sehemu yake zinaenda kuhonga watu ili waanze kutumika kwenye social media kufanya hivi ili asimamishe hii vurugu inomkimbiza yeye nyuma ya ICC. Lakini ICC hawezi kuepukana, atamaliza dhahabu zote, atauza kiwanda na mwisho atauza nchi. Bwana, nashukuru sana guys. Kama ni mgeni kwenye account yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Ila account kubwa imefungwa, so kuanzia sasa hivi tunaanza kutumia hii account. See you next video guys. Bye bye.